kwenye ofisi zetu za kisasa za wilaya yetu ya Kyela, ofisi za kisasa ambazo haijapata kuona katika mkoa wa Mbeya. Mamlinge, katibu wa siasa uenezi na mafunzo wa wilaya hii ya Kyela. Nimewaiteni kwa ajili ya kujulisha umma kwa ajili ya ujio wa mgombea mwenza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, si mwingine ndugu Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, ambaye atatua kwenye ardhi ya Kyela siku ya kesho tarehe 22 majira ya saa 3 kuelekea saa 4 asubuhi. Kwa hiyo nitumie rai hii na kuwaomba sana wananchi wote. Sasa hapa katika wananchi hapa huwezi kuacha kwamba wakiongozwa na wana CCM wa wilaya hii ya Kyela, CCM inayoongozwa na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ndugu yetu Elias Mwanjala. Lakini pamoja na wana CCM wao, sasa tunaomba wananchi wote. Tunaomba wananchi wote kwa sababu mazumuni ya kuja mgombea mwenza ndugu yetu Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi ni kwa ajili ya kuja kuwaomba ridhaa wa Tanzania kupitia wilaya ya Kyela mkoa wa Mbeya kwa ajili ya kunadi sera za Chama cha Mapinduzi, na ambapo mnakumbuka siku za karibuni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye tena chama chetu kimempa ridhaa ya kugombea na kusimama kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi, si mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Alikuwa mkoani Mbeya, lakini mnajua Kyela hakufika, na watu wakasema sasa kiongozi gani wa kitaifa, ina maana haji. Sasa alifika Mbeya vijijini, akafika Mbeya jiji, na baadaye akapita Uyole, baadaye akapita Lungwe, na baadaye akaenda wilaya ya Mbalali. Sasa zilikuwa zimebakia katika mkoa wa Mbeya, zilikuwa zimebaki wilaya mbili, na wilaya ya Kyela na wilaya ya Chunya. Kwa hiyo kesho sisi tumepata bahati ya kumpata mgombea mwenza ambaye ni Daktari Balozi Emmanuel John Nchimbi. Umeuliza kuhusu burudani mbalimbali na wasanii. Nataka kujibu swali la mwandishi wa habari ndugu yetu Masudi Maulidi kwamba tutakuwa na burudani za kutosha kama kawaida. Yule ni kiongozi wetu wa kitaifa, kwa hiyo kutakuwa na burudani za kutosha, burudani za ndani ya wilaya, lakini na burudani za nje ya wilaya kwa maana ya mkoa, lakini na burudani za kitaifa. Yeye kama ambavyo unajua ni ngazi ya urais ile. Kwa hiyo vile unavyoona zile burudani zile anazokuwa nazo Mheshimiwa Rais, basi na kipande kingine na mgombea mwenza naye anakuwa nazo. Kwa hiyo kutakuwa na burudani za kutosha kabisa. Lakini pia mnajua ukiwa na burudani zile za nje, lazima uwe na burudani ambazo ni utamaduni wa wanawilaya. Kwa hiyo niwaambie, na nyinyi mnajua utamaduni wetu ni mangoma. Kwa hiyo tutakuwa hapa na mangoma, sijui samba, vitumbwike na kadhalika. Kwa hiyo kutakuwa na ngoma nyingi zote zile ambazo mnazipenda, zaidi ya 10, ikiwemo ngoma zetu za Keifo kutoka Makwale, sijui samba huko kina Mwambusie, sijui hawa wenzetu wa Magosi hapo Kilambo na vitu vinginevyo. Kwa hiyo vitakuwepo burudiko ambavyo hakuna ni nani stop, hakuna kusimama. Wasi kwamba kesho ni pale patakuwa na kila aina, sio burudani tu, kutakuwa na kila mmoja anachokile. Unajua kila mmoja ana upenzi wa manjonjo ya aina yote. Kwa hiyo vile viburudisho, wale wanaopenda soda, sijui nini, nyama choma, yani kutakuwa na vitu vingi. Ukiangalia zimebaki siku 6 kutiki, na wananchi wote nafikiri ndo wanaelekea kuelewa kwamba tarehe 29 hakuna vurugu, hakuna maandamano, ni kutiki tu. Kama kiongozi wa nchi amesema kwamba jamani, hakuna vurugu, hakuna nini. Na ndio maana nitumie rai hii, wananchi tunawashauri ichagueni CCM
CCM ina amani, inaleta amani, sio vyama vingine vitaletea vurugu bure. Na ndio maana tunaomba wachungaji, watumishi wa Mungu, mashehe, maaskofu waendelee kuiombea nchi hii na viongozi wake ili tuendelee kutawala sisi CCM. Kwa hiyo hakuna vurugu pia, lakini ndio maana unaona kila wanakuja viongozi, mambo yako shwari na nini. Kwa hiyo wapo watu wanaosema kwamba tarehe 29 kutakuwa na maandamano, kutakuwa na vurugu, kutakuwa na nini. Naomba nirudie tena, tarehe 29 kapange foleni baada ya kusikiliza sera zetu leo, ambazo tunauza kitabu chetu cha ilani chenye kurasa 60 tu za summary kutoka kurasa 303. Baada ya kusema hayo, asanteni sana, karibuni sana.